Yes, mambo vipi mtazamaji wa Tony Media? Tumekaa hapa tena utuo kwenda kuangalia ligi ya NBC Premier League ambayo mpaka sasa iko kwenye hatua nzuri, na tutaenda kumwangalia, je, nani anapewa chepo kubwa la kubeba ubingwa, lakini je, ni nani kushuka daraja au ni nani kuondoka akiwa top scorer kwenye upande wa kuscore magoli, lakini pia nani ataondoka mzuri kwenye clean sheet, yani kuzuia walinda milango. Hapa tena kuangalia, siko peke yangu, nipo na Abdul, lakini nipo na Mr. Mbwana, ambapo hawa wote tutaenda kuangalia sasa, je, ni nani atafikia wapi kwenye msimu wa NBC Premier League msimu 2025 2026. Bila kusahau, jina langu ni Paul Tembo na hii ni Tony Media. Ligi ya NBC mpaka sasa iko vizuri na tumeona sare nyingi sana kwenye mechi 5 za kila timu, lakini mpaka sasa ligi imesimama kidogo kupisha maandalizi ya friend match za timu ya taifa. Kwako wewe, kwanza umekuwa msimu wa aina gani? Msimu umekuwa mzuri na msimu umekuwa mgumu kwa sababu ukizingatia ligi yetu ipo katika nafasi ya 5 katika ubora wa ligi za Afrika. Umeona? Kwa maana hiyo ligi imekuwa na kila timu inajaribu kuimarisha kikosi chake, kutafuta baadhi ya wachezaji ambao wana ubora mkubwa kwa ajili ya kuja kupambania beji ya timu hiyo. Umeona bana? Kwa hiyo ligi ni ngumu, sio rahisi kwa kila mtu. Unaona hata timu ndogo sasa hivi zimekuwa ngumu kushinda, sio kama zamani. Unajua kabisa Yanga atashinda, Simba atashinda. Imekuwa ni ngumu sana kupata matokeo. Kwa hiyo kutokana na yote yanatokana na nini? Yanatokana na ubora wa timu na ligi yenyewe ambayo ni NBC Premier League. Tumeona kuachishwa kazi kwa makocha wengi kwenye baadhi ya timu, akiwepo Romain Folz ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans. Alianza nao vizuri, lakini baada ya hapo akaondoshwa na miamba hiyo. Lakini kwenye kikosi cha Mashujaa tumemuona Mayanga akiachia ngazi kwa Jamhuri Kiweru, lakini pia kwenye kikosi cha Simba wamepita makocha wengi akiwemo Dimitar Pantev. Je, kuachwa kwa makocha kwenye hivi vilabu na kutafuta makocha quality, hii inaashiria nini kwenye ligi yetu, Mr. Abdul? Unajua siku zote tunaleta makocha wakubwa kwa ajili ya kutafuta matokeo mazuri. Sawa. Timu zinatumia pesa nyingi, zinatumia gharama kwenye kufanya uwekezaji. So unajikuta unaleta mwalimu kwenda kwenye mashindano ya kimataifa, timu inashinda kuperform vizuri. So huwezi kukaa na mwalimu wa namna hiyo. Kwa ajili tunataka matokeo, tunahitaji timu zetu zifike mbali. Watu wanaweka hela, wanaweka kila kitu, potential, umeona bana. Wajaribu kutafuta wachezaji ambao wana ubora mkubwa katika ligi tofauti tofauti nje ya Afrika na ndani ya Afrika. Umeona? Kwa hiyo lazima upate mwalimu ambaye anaweza kukuvusha. So ukipata mwalimu ambaye hawezi kukupeleka pale unapotaka kufika, lazima mwisho siku utamuondoa. Ndio maana kabla ya kusaini mkataba mnakuwa kuna malengo ambayo mmeyaset. Bwana, tunahitaji ligi timu yetu ifikishe katika level fulani. Unapofika, unapokuwa hujafikisha timu katika lengo ile ilikuwa umepewa na wenye timu yao, lazima ukuondoe. Iko ndio kitapelekea mpaka walimu wengi wakamfukuzwa. Ukiangalia Folz, Pantev, wote walishindwa kuzipeleka timu pale walipotakiwa kuzipeleka. So viongozi wakaamua kuwatoa. Tuende tukaangalie kwa wananchi ambao wao ndio vinara wa ligi mpaka sasa. Yanga siku za hivi karibuni kwenye mechi 3 wameonekana wakienda sare, ukianzia kwenye mchezo dhidi ya Azam FC, lakini mchezo dhidi ya TRA. Baada ya hapo walimenyana na Mtibwa Sugar, wanatamtam hawa, na mechi zote wakaenda sare. Yanga mpaka sasa wameamua kumuongeza kocha mwingine Abdi Mwalimu kwenye nafasi ya ukocha pale, kwenda kuongeza speed ya kile ambacho wao wanakitegemea kwenye msimu wa NBC Premier League. Tuanzie hapo kwa wananchi Yanga. Kwako wewe Mr. Mbwana, unaona Yanga wanafaulu kivipi au wamefeli kivipi mpaka sasa kwenye msimu wa NBC Premier League? Mpaka sasa naona Yanga imekuwa ina struggle. Na kuanza kustruggle kwa Yanga kuanza kutoka kwa mwalimu aliyomfukuza mwanzo mpaka yule aliyokuepo. Fikiri ni kuanzia pale alipoondoka Gamondi. Ndio kulianza kustruggle kwa Yanga kwa sababu timu ilianza kubadilika kwenye style of playing. Mwalimu anakuja, wachezaji anawakuta, sababu unaposajili wachezaji, mwalimu anaposajili wachezaji maana yake anasajili kulingana na uhitaji wake. Sasa linapokuja swala mwalimu ameondoka kwenye timu, akaja mwalimu mwingine, itategemea sasa mwalimu wachezaji je wanaweza wakafiti kwenye style of playing ya mwalimu husika aliyekuja. Mwalimu atasema hawa hawajafiti, maana yake kuna namna moja ama nyingine, kuna wachezaji wataondoka either kuachwa au kutolewa kwa mkopo, then timu itasajili wachezaji wengine kwa ajili ya kufanyaje, kumpa mwalimu yale mahitaji yake ambayo yeye anafanyaje anayataka. Au anaokuja kuna swala la muda kuweza kushape na wale waliokuepo na kuweza kutengeneza chemistry, kutengeneza muundo wa timu na kupata style of playing ya mwalimu husika ambaye yupo. Isipo click, maana yake kwa namna moja ama nyingine tayari mwalimu atakuwa katika mazingira ya yeye kufeli. Kwa namna moja ama nyingine lazima mwalimu itabidi aondoke. Sio wachezaji tena, inabidi atafutwe mwalimu mwingine ambaye tunamuona huyu ana daraja la kuweza kutengeneza timu pamoja na kuweza kuendeleza timu pale ambapo ilipofanyaje ilipoishia.
Kwa hiyo mpaka sasa hivi Yanga hawajafaulu kwenye msimu huu kutokana na vile ambavyo, kulingana na vile ambavyo sisi tulivyokuwa tumewaza na usajili ambao umefanyika, lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba ni usajili ambao bado haujaleta tija, si kwa makocha mpaka kwa wachezaji, kwa sababu tuliona kina Dombia ambao wameletwa, lakini mpaka dakika hiyo wanaonekana kwamba ni watu ambao wamefeli, either ni kwa style of playing au kwa sababu ya ligi yetu, labda tuseme kwamba nayo imekuwa ni ngumu kwa namna yake. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine still bado Yanga wamefanyaje, wamefeli na wana struggle sana huu msimu kwenye kupata matokeo yao. Tunaona hata aina ya matokeo ambayo wanapata si yale ambayo sisi tumezoea kuyaona, matokeo ambayo wanafanyaje, wanapata Yanga. Yanga walikuwa wanapata matokeo na mpira ulikuwa mzuri, unaonekana unafanyaje, unachezwa. Kwa hiyo hata wewe mlalamishi unaolalamikia kwamba kuna makosa ya marefa na hapa na pale, unaweza ukatoa goli moja lakini mtu amefungwa goli 4 ambazo ni clear na mpira ambao unakufanyaje, umechezeka. Lakini sasa hivi kwa sehemu kubwa hicho kitu kimekuwa kinakosekana. Timu haionekani ikicheza vizuri, timu haionekani ikidominate mpira, timu inaonekana tu yani ina struggle. Wanalalamika fatiki, wanalalamika ratiba kubana, lakini kiuhalisia hiyo mimi kwangu mimi sioni kama ni changamoto, kwa sababu ukizingatia Yanga ina wachezaji kama vile wakina Depo ambao ni ingize la dirisha dogo. Utakuja kuniambia kwamba Depo sasa hivi ameshachoka, amekuwa na fatiki, mtu ambaye amekuja ni ingize la dirisha dogo? Yanga ina squad depth. Squad depth yake ni kubwa sana. Kuna kina Faridi Musa watumiki wapo pale. Kuna kina Salum Abubakar Shwaboy wapo. Kwa nini hao watu wasingekuwa kwamba sasa hivi kwa kipindi hichi ambacho tunaona kwamba wachezaji hawa wamecheza sana, kwa nini tusione hao wangekuwa wanaingia kwa ajili ya kucheza ili kuweza kuipambania timu? Kwa sababu quality ya Salum Abubakar Shwaboy sasa hivi aseme anaondoka Yanga, hakuna timu nje ya Simba na Yanga au na Azam ambayo anashindwa kucheza Salum Abubakar Shwaboy. Hakuna timu ambayo Faridi Musa Maliki anaweza kushindwa kucheza nje ya Simba na Yanga kwa wakati huu, kwamba akisema anaondoka Yanga ana uwezo wa kucheza. Kwa hiyo ni mtu ambaye still bado anaweza akakupa kitu kulingana na uzoefu wake ambao yuko nao na kipaji chake ambacho alichonacho. Lakini tumekariri kwamba mpaka watu fulani wakicheza ndio wanaweza wakatupa matokeo, wasipocheza watu hawa timu haiwezi kutupa matokeo. Ndio maana tunarudi kulia na fatigi, kulia na waamuzi. Waamuzi wana makosa yao, wana matatizo yao, lakini kiuhalisia Yanga mpaka muda huu wako katika wakati mgumu sana, na sidhani kama wamefaulu kuelekea katika kuendea ubingwa wa msimu huu. Upi usahihi wa Yanga kumuongeza mwalimu mwingine kwenye benchi lao la ufundi? Maana tumemwona Abdul Mwalimu akiongezwa kwenye hiyo benchi la ufundi la Dar es Salaam Africans. Nafikiri wameangalia mwalimu aliokuwa naye ni mgeni. Kwa uzoefu wa ligi ya ndani maana bado hajakuwa nao. Kimwangalia Abdul Mwalimu ni mtu ambaye ni hapa. Ni ambaye ana uzoefu wa ligi hii kwa kiasi kikubwa sana, na wachezaji wa ligi ya ndani anawajua. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kumsaidia mwalimu akamwambia okay, tupointi huyu hapa, tuingize huyu hapa, tutoe huyu hapa, katika wachezaji katika kaliba na aina ya wachezaji waliokuwepo wa ndani tuliokuwa nao, akamsaidia kumuongezea kitu. Pia katika kumuongezea maarifa kutoka kwa wachezaji aliokuwa nao, yeye kuna kitu ambacho anaweza kuongezea kulingana na uzoefu wake. Abdul mwalimu mzuri, hakuna asiyejua alipoichukua JKT mpaka alipoifikisha sasa hivi. Aliitoa katika mazingira ambayo ilikuwa inaonekana ni timu ambayo inaelekea kushuka kabisa. Lakini mwalimu amekuja ameipeleka mpaka pale ilipofikia sasa hivi, imekuwa ni very competitive club, miongoni mwa clubs ambazo ni competitive hapa katika ligi yetu ambazo Kwa hiyo ni mtu ambaye unaona kabisa hata style of play, unaona kabisa JKT inacheza mpira mzuri inapokutana na timu yoyote ile, ina possess na wachezaji ambao ni quality. Sio kwamba ile inakuja tu kwa bahati mbaya, ni kutokana na mwalimu ambaye wako naye ndo ameishape ile timu mpaka kuja kufikia kuweza kuwepo pale. Kwa hiyo nafikiri Yanga wameona ule uzoefu wake na ule ubora wake, kwa hiyo wameona kwa namna moja ama nyingine atakuja kuongeza kitu, na mimi naamini kama wataweza kumpa muda na project ambayo inaeleweka, Abdulalim ni mwalimu anaweza kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Twende tukaangazie sasa kwa KMC ambao wao ndio wanaburuza mkia kwenye NBC Premier League mpaka hapo, na huyu tuliyokuwa tunamzungumzia Abdul Mwalimu aliwahi kuifundisha pia KMC. Sasa KMC mpaka sasa wao ndio timu ambayo pia inaongoza kwa kufungwa mabao mengi kwenye NBC Premier League, ikiwa imeruhusu magoli 25 na kufunga mabao 5 tu. Je, tunaiona wapi KMC ambayo ni bora, ambayo imekuwa bora kwa misimu minne iliyopita, lakini msimu huu wakionekana kabisa wao ndio wanaburuza mkia kwenye NBC Premier League? Je, Mr. Abduli, tunaweza tukaona KMC wakisalia kwenye NBC Premier League?
I say binafsi naona ni very tough, very difficult. Ni ngumu sana kwa KMC kubaki katika ligi hii kwa sababu ukiangalia performance yao kila siku inazidi kuzorota badala ya kuboreka. Yaani timu imekuwa haieleweki inataka nini, inacheza nini, umeona bana. Ukiangalia hata aina ya wachezaji wao, timu yao sasa hivi ilivyo, kila kitu tunaona kinazidi kwa yani kinaenda combo. Yaani walivyopanga hiyo inavyotokea tofauti kabisa. Binafsi naiona KMC inaweza ikashuka daraja msimu huu. Kushuka kwa KMC daraja tunaweza tukakosa nini? Kwa sababu KMC kuna namna alikuwa anazichallenge timu kubwa kama Simba, Yanga pamoja na Azam. Kushuka kwa KMC tunaweza tukaikosa quality ile ambayo tulikuwa tumeizoea. KMC ilikuwa ni moja ya timu bora kwenye ligi yetu, imechallenge sana katika misimu kadhaa hapa nyuma, ilikuwa inapambana mpaka kuna kipindi imemaliza mpaka top 6. Na hisi ni msimu wa majuzi hapo ilimaliza mpaka nafasi ya 6. Unajua kwenye mpira kuna nyakati ngumu ndo kama hivyo. Umeona kuna nyakati ambapo timu inapitia shida, changamoto, umeona wachezaji wanakuwa hawatoi kile ambacho wanastahili kutoa, umeona. Ikishuka KMC sioni kama itakuwa pigo sana kwa sababu timu nyingi ni bora sasa hivi na kila siku zinazokuja kupanda ni bora. So ushindani utazidi kuendelea vile vile. Watajipanga, watarudi. Sisi tunaombea heri. Ngoja tuone hilo kwa sababu huko kwenye championship Kagera Sugar nao huenda msimu huu akapanda daraja wakiwa na washambuliaji hatari kama kina Chirwa pamoja na kocha wao Juma Kaseja. Je, wataleta nini kama watapanda daraja na KMC endapo atashuka daraja? Twende tukaangalie sasa kuhusiana na wafungaji wa mabao mengi kwenye ligi yetu ya NBC Premier League ikiongozwa na mshambuliaji hatari kutokea Namungo ambayo inanolewa na kocha yeye wa kujita Pepe Guardiola mnene Juma Mgunda. Anaye mshambuliaji wake Fabrice Ngoi ambaye mpaka sasa ana mabao 8 kwenye NBC Premier League akiwa anafuatiwa na Prince Dube mwenye mabao 7, lakini wengi wanaofuata pale wakiwa na mabao 5 akiwemo Selemani Mwalimu kwenye kikosi cha Simba. Je, tunamwona wapi Fabrice Ngoi wa Ngoi kwenye sehemu yake ya kwenda kubeba kiatu akiwa mchezaji tu kutokea Namungo? Kwako wewe Mr. Mbwana, kwa mchezaji kama Fabrice Ngoi wa Ngoi anaweza akabeba kiatu cha ufungaji bora? Naamini inawezekana. Kama iliwezekana kwa George Mpole, basi naamini hata kwa Fabrice pia inawezekana. Sababu sioni maseka ambao sasa hivi wana quality ile hata wao wanaocheza timu kubwa za Simba na Yanga kusema kwamba wanaweza wakampa ule ushindani wa kupita kiwango, kwa sababu maseka wenyewe bado ni upside down. Wengi ni maingizo mapya, kwa hiyo bado wanajitafuta. Kwa hiyo ana nafasi ya kuweza kulipambania hilo na yeye kuweza kuchukua hicho kiatu. Nafasi bado ipo kwa sababu tunaiona Namungo inafanya vizuri back to back, inapata matokeo na mchezaji anapata nafasi anafunga. Kwa hiyo linawezekana kabisa kwa sababu ya aina ya strikers ambao yeye anakompete nao mpaka sasa hivi. Linawezekana kabisa kwa sababu Dube hana ile consistency na pia hana ile uhakika wa kuwa yeye anakuwa ana regular starter kwenye timu. Tumemwona wakati mwingine pia kutokucheza au kucheza nyuma ya mshambuliaji wa kwanza ndio wakati mwingine huwa anapochezeshwa. Kwa hiyo bado haimpi ile nafasi yeye kuwa kama mshambuliaji kinara kwenye timu na kuweza kusema kwamba anaweza kaiofa timu na kuweza kumpelekea kuwa mfungaji bora. Ukija Simba, masekazi wake bado wamekuwa na upside and down. Selemani Mwalimu anajitahidi lakini bado hajakuwa tishio kuweza kusema kwamba ni striker kila ambaye anaweza akakupa namba za uongozi zinaweza kumpelekea yeye kuweza kufikia kubeba kiatu. Japo hilo bado linawezekana, mechi nyingi lolote linaweza likatokea, lakini kwangu mimi bado Fabrice ana nafasi. Kikubwa ni kuongeza juhudi na kuendelea kupambana. Kama linawezekana kwa George Mpole, basi hata kwa yeye pia linafanyaje, linawezekana, anaweza akachukua hicho kiatu. Vijana wa Kitanzania wameonekana kwenye mbio za ubingwa wakiwa wanafeli sana, kwa sababu kwa miaka kadha tumemwona John Raphael Boko lakini pia George Mpole wao ndo wakitoa kiatu hiko, lakini Abrahamani Musa kama mchezaji wa Tanzania. Lakini misimu ya hivi karibuni kina Ahmed Kagere, kina Emmanuel Arnold Okwi wamekuwa wakitoa kiatu cha ufungaji bora. Kwa msimu huu Selemani Mwalimu lakini pia Saleh Karabaka wa JKT Tanzania, Faisal wa Azam FC, hao wote ni miongoni mwa wachezaji wa Tanzania ambao wao wana namba nzuri katika upachikaji mabao. Je, kwa wachezaji wa Kitanzania wanaweza wakachukua kiatu tena msimu huu kwenda kufanya kazi ambayo alikuwa anaifanya John Raphael Boko pamoja na George Mpole? Inawezekana kama nilivyosema mwanzo, kutokana na hao maseka wa kigeni ambao wamekuja sasa hivi. Sijamuona striker ambaye ni kila kuweza kufikia zile quality hizo ambazo tulikuwa tunaweza kuzungumzia za kina Raphael Boko, kina Emmanuel Okwi, kina Ahmed Kagere, Hamis Jocelyn Tambwe.
hawajafikia hizo quality, kina Fiston Kalala Mayele hawajafikia hao waliokuja wote, hakuna aliweza kufikia hata robo ya hiyo quality hao ambao wameweza kukionyesha. Kwa hiyo kwa wachezaji wa nyumbani ni nafasi yao na ni muda wao waweze kuweza kuonyesha kila ambacho wako nacho. Nafikiri wako kwenye pressure ndogo zaidi kuliko kipindi chote ambacho kimewahi kupita. Kwa sababu kipindi hicho kina George Mpole ambacho wanakompiti walikuwa kuna mtu kama Fiston Kalala Mayele. Kipindi cha kina John Boko kulikuwa kuna watu kama kina Medi Kagere ambao walikuwa kwenye fomu ambayo ilikuwa imepitiliza. Kwa kina Hamisi Jocelyn Tambo ndio hivyo ndio ambao unakuja kuzungumzia kina Biskiza Diego kina mpaka unarudi nyuma kina Musa Hassan Mgosi. Kwa wachezaji wa ndani walikuwa na competition kubwa ya wachezaji ambao ni wa kigeni ambao ni quality kiukweli. Kwa hiyo ukizungumzia kwa sasa hivi ukiangalia kina Jonathan Soa, ukiangalia kina Dube na hao walokuepo sasa hivi, sioni kama kuna maseka wa kuweza kuwatishia au kuweza kuwafanya hao waweze kushindwa kufikia hayo malengo ya kuweza kufikia kubeba huo ubingwa wa ufungaji bora. Kwa wachezaji wa kigeni tunaona usajili ama ingizo jipya Depu kwenye kikosi cha Yanga, lakini pia JJ Ngita wa kikosi cha Azam FC ambaye yeye mpaka sasa ana goli 4 katika michezo mitatu kama sio miwili aliyocheza akiwa na Azam, lakini pia Depu akiwa na Yanga mpaka sasa na mabao 5. Kwako wewe, kwa hao wachezaji ingizo jipya na wanafanya kazi nzuri, je, wanaweza kufika sehemu ambapo wao wanapataka kama ilivyokuwa kwa wachezaji wengine wanakuja dirisha dogo na wanafanya kazi nzuri? Ninaweza nikawapa namba, kinachomata ni consistency na ule ubora wao kuendelea kubaki vile vile na wakiweza kukopi kwa haraka kwenye ligi na wakaweza kuendelea kuonyesha hizo numbers, basi wanaweza wakatoa hiyo competition na kuweza kufikia hicho wanachotaka kuweza kukifikia. Lakini kwangu mimi kuwapa hiyo pressure sio muda sahihi, japokuwa wameletwa kwa ajili kuwasaidia timu, lakini mimi nafikiri wao kwa muda huu ni sehemu kwao waichukulie kama ni sehemu ya adaptation. Kitakachotokea chochote kwao ni reward, ni ziada. Na ni kama mafanikio kwao. Kama akiweza kufika double figure, sawa. Akishindwa kufika kwa muda ambao amefika, pia kwao atakuwa ni mafanikio. Kwa maana atakuwa ameweza kuisaidia timu kuweza kuisogeza sehemu fulani. Lakini kwa kusema kuweza kuwapa pressure ya kuweza kugombania viatu kwa sasa hivi, maana yake ni kuweza kuanza kuwatengenezea tension na kuweza kuwatoa katika ule ubora ambao wanaweza kawa nao. Yes, hayo yalikuwa ni maneno ya kwake Mbwana akisema kwamba mchezaji yeyote atakayeongeza quality katika namba ya upachikaji mabao yeye ndo anaweza akawa top scorer. Mpaka sasa mtazamaji wa Tony Media, yamefungwa mabao 247 kwenye NBC Premier League. Ngoja tuone, je, nini kitajiri? Watafikia rekodi ambazo zimekuwa zikiwekwa? Pamoja kuna rekodi baadhi zilizowekwa na washambuliaji hatari wakiwemo kina Medi Kagere, Terminator pamoja na kina Emmanuel Arnold Okwi. Kwa msimu mmoja tu waliwahi kufikisha mabao 20, lakini mpaka sasa timu zimecheza takriban mechi 17, wengine wamecheza mechi 16, lakini mshambuliaji kinara ana mabao 8. Ngoja tuone nini kitajiri kwenye NBC Premier League. Tuhamie sasa kwenye upande wa waamuzi wa NBC Premier League. Kumekuwa na maamuzi mengi ambayo wengi wanasema ya kwamba sio sahihi. Mpaka sasa zimetolewa kadi nyekundu 11 kwenye NBC Premier League. Kwako wewe Mr. Abduli, una waamuzi wamekuwa wakionekana wana maamuzi mbalimbali ambao wanayatoa kwenye mechi, lakini wengi wamesema kwamba maamuzi yao sio sahihi, lakini kuna muda waamuzi wameonekana wakiwa wanafanya vizuri kwenye upande wa kutoa kadi, lakini pia kwenye upande wa kung'amua mechi. Je, kwako wewe, kwa waamuzi wetu wa NBC Premier League unaona wapi msimu huu? Ujue swala la waamuzi ndugu yangu ilikuwa ni tatizo kubwa katika ligi yetu. Na sio ligi yetu tu, yani Afrika. Oga tuna shida sana ya waamuzi. Ndio maana mpaka wanafikia stage ya kutafuta VAR, video za usaidizi. Kwa sababu ukiangalia waamuzi wengi wa Bongo wamekuwa na matatizo ambayo yanafanana kila siku. Kwamba kuna baadhi ya vitu wanafanya kwa kumwangalia nani anaenda kuwa favorable na kile kitu anachokifanya. Sawa? Kuna muda unakuta mwamuzi akiwa anachezesha game labda ya Simba na Mashujaa au Yanga na nani, timu ndogo, anakuwa ana favorite mkubwa kuogopa labda ukubwa wa timu au wachezaji ambao wanacheza katika timu ile, umeona. Kwa hiyo wamekuwa wanashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kulingana na nini na kazi yao, kwa kuogopa nini, pressure ya mashabiki, pressure ya timu na ukubwa wa timu. Kwa hiyo kinasababisha mpaka wao wanashindwa kutoa maamuzi sahihi na kuharibu baadhi ya michezo. Mpaka kila siku kwa wanafungiwa, leo wanafungiwa, kesho wanafungiwa, kwa sababu ya uoga wao kutokuwa na serious na kazi yao. Ni hayo. Azam ni miongoni mwa timu bora kwenye NBC Premier League. Mpaka sasa wao wana kadi nyekundu 2 ambao ndio kinara kwenye sehemu ya timu ambazo zimepewa kadi nyekundu nyingi, ikiwemo yeye pamoja na JKT Tanzania. Timu hizi zote mbili ni timu ambazo ni bora kwenye NBC Premier League, lakini zimetoa wachezaji wawili ambao wao ndio imeonekana wanaongoza kwa upande wa kupewa kadi nyekundu. Kwa Azam alipewa kadi nyekundu Faisal Mfei Toto ambaye yeye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao yupo kwenye kinyang'anyiro cha
cha utoaji wa assist, lakini pia kwenye mbio ya kuwania top scorer, lakini alipata kadi nyekundu kwenye mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Hapo pia wanaye beki ambaye yeye ni mechi tu za mwanzo za ligi ya NBC Premier League alipata kadi nyekundu, Fred Mendoza huyu ambaye mpaka sasa ndo anapeleka namba ya kuwa na kadi nyekundu 11. Mtazamaji wa Tony Media, tuhamie upande sasa wa clean sheet kwa magolikipa. Djigui Diarra akiwa anaongoza na wachezaji wengi sana wakizawa. Hapo nawazungumzia kina Johora ambaye anaitumikia Mashujaa FC, lakini pia Yona Amos wa Pamba Jiji. Kwako wewe Mr. Mbwana, unaona wapi makipa wa Kitanzania msimu huu wa NBC Premier League? Kwanza kwa hilo la clean sheet nafikiri without reasoning doubt Diarra bado ataendelea kubaki pale kutokana na ubora wake ambao mpaka sasa anaendelea kuonyesha. Sina mashaka naye, ila kwa wachezaji wa ndani ambao wanapambania naye au wanagombania naye hiyo nafasi, nafikiri wana sehemu ya wao kuendelea kupambana, lakini pia sioni kama wanaweza, kwa sababu ukimzungumzia kama Johora bado sio regular starter kwenye timu ya Mashujaa. Mtu ambaye alikuwa ni regular starter naona amerudi. Kwa tulivyosikia alikuwa sijui ni injury au alikuwa na adhabu, lakini amesharudi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yeye kuendelea kuweza kwenda muendelezo ule kwenda kuzitafuta hizo clean sheet tayari unapotea, unless otherwise itokee amepata injury au mwalimu ameamua kufanya rotation tu ya kawaida. Lakini regular starter itabaki kwa Muntari, Evans Muntari. Na ukienda kwa Pamba Jiji, Yona Amos ni golikipa mzuri sana. Yani ameendelea kuwa na consistency. Yani sishangai kwa hichi ambacho kinaonekana sasa hivi. Na ni muendelezo ambao amekuwa nao toka miaka ya nyuma, na miaka kadhaa ameonekana kuwa na hichi kiwango ambacho yupo nacho. Nafikiri ni wakati wa yeye sasa hivi kuendelea kupambana, pengine kama sio hapo pale basi atakwenda kwenye timu ambazo kidogo zenye daraja ya juu zaidi ya pale. Na hiyo pia nafikiri akiendeleza akiwa na muendelezo huo ni rahisi kwake yeye kuweza kumfikisha kwenye hizo timu za madaraja makubwa ambazo akiweza kuwa na ulinzi mzuri, timu ambayo ina quality nzuri, basi nafikiri naye anaweza kuweza kufanyaje kufikia hayo malengo ya kuwa na clean sheet nyingi na kuweza pia kufikia kuwa na ekipa bora hata wa msimu. Tumeona usajili wa dirisha dogo. Kwenye clean sheet hapa tunamuona Djigui Diarra akiwa na clean sheet 10, lakini akifuatiwa na Eric Johora pamoja na Aisha Salum Manula, wao wakiwa na clean sheet 6. Joel Noel lakini pia Kasal mlinda mlango wa Simba, yeye akiwa na clean sheet 5. Yeye huyu Jibril Kasali Mamadou Tanja ni mlinda mlango ambaye amesajiliwa dirisha dogo tu na Simba Sport Club. Kwako wewe Mr. Abduli, unamuona wapi mlinda mlango kama Jibril Kasali Tanja? Paka sasa ana clean sheet 5 akiwa na kikosi cha Simba. Kasali ni golikipa mzuri. Na pia vile Simba wamekuwa na ukuta ambao ni imara kidogo, wamekuwa waruhusu magoli. Unajua ukicheza Simba na Yanga, hizi timu zina timu bora. Wana mabeki wazuri kuanzia defensive, kuanzia kwenye namba 6 mpaka namba 4, namba 5, fullback zao kwa vizuri. Kwa hiyo ni vigumu sana golikipa wao kufikiwa kwa haraka kwenye mechi, baadhi ya mechi, kwa sababu ukiangalia hata ubora wa Simba na timu zingine ni tofauti. Simba wanasajili wachezaji ambao wana ubora mkubwa kufananisha labda na Mashujaa, labda na KMC, umeona. Kwa hiyo Mamadou Kasali anaweza kufanya vizuri na lolote linaweza kutokea, hata yeye anaweza pia akawa golikipa bora, au kwa sababu anaweza kuruza clean sheet mechi 2, mechi 3 mfululizo bila concede goal. Kwa hiyo mimi namuona mbali, naona chote kinaweza kutokea, anaweza kuwa golikipa bora. Twende tukamalizie hapa sasa kuhusiana na sajili ambazo zimefanywa kwenye dirisha dogo la usajili. Tumemwona Nixon Kibabage kwenye kikosi cha Simba, lakini tumewaona wachezaji wengi akiwemo Maurio Depo kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans, wakiwemo pia kina Anset Oura pamoja na Anset Oura, lakini pia Lebase Gweye kwa upande wa Simba. Lakini sio hao tu, baadhi ya timu mbalimbali akiwemo Mzamiru Yasini kwenye kikosi cha TRA. Hao wachezaji waliosajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili, kuna kitu anakiongeza Mr. Mbwana kwenye hizi timu ambazo wapo mpaka sasa? Ukizungumzia sajili ambazo kwanza zinaanza kufanyika Simba mpaka dakika inaweza nikasema kwa namna moja ama nyingine au kwa 70% mpaka dakika hizi zimeweza kuonyesha kwamba kuna mabadiliko kuanzia msimu ulivyoanza mpaka sasa hivi walipofikia. Ukiangalia timu haikuwa na muendelezo mzuri wa matokeo, haikuwa na wachezaji ambao walikuwa ni quality wanaweza kaamua mechi juu, wachezaji ambao wanaweza kukaa na mpira, lakini sasa hivi imekuwa nao watu ambao wanaweza kukaa na mpira, wanaweza kukofa kitu. Hata mchezaji mmoja ukiachilia ile collective ya timu kama timu kwenye kucheza. Kwa hiyo individuality ya mtu mmoja na quality zao tayari bado zinaweza zinakupa kitu kule mbele. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine
Simba wamefanikiwa. Ukimwangalia Kibabage sio kama alikuwa ni fullback ambaye alikuwa ni mbaya, lakini alikuwa anakosa ile regular starter na ile consistency ya muendelezo ya kucheza. Kwa hiyo ile form ilikuwa anaikosa. Kwa hiyo sasa hivi amekuja sehemu ambapo ameambiwa wewe ndio starter, wewe ndio panga pangua, manake wewe ndio unaanza, otherwise mwalimu aamue kufanya rotation. Kwa hiyo ile inamjengea confidence kuweza kuona kwamba okay, mimi niko sehemu ambapo nafanyaje, naaminiwa. Na ndio maana hata kumekuja kutengenezwa mazingira ya kumjaribu kumtengenezea pressure. Sioni kama ni sahihi, lakini kwa uzoefu alikuwa nao Kibabage wa kucheza ndani mpaka nje, nafikiri mentality yake ni kubwa sana. Sidhani kama hivi vitu na hizi zinazoongelewa za hapa na pale kwamba vinaweza vikamtoa mchezoni. Sidhani kama vinaweza vikamtoa mchezoni. Ameshakuwa mtu ambaye tayari ana uzoefu mkubwa kuanzia ligi ya ndani mpaka kwenda kucheza nje. Kwa hiyo hivyo vitu kwake naona ni vitu vya kawaida. Ukija kwenye timu kama TRA kuongeza wachezaji kama wakina Mzamiru Yasini, kina Shamu Karabwe, nafikiri wameenda kuleta kitu cha tofauti kwa sehemu kubwa. Timu ilikosa wachezaji ambao ni experience. Na nafikiri wakina Mzamiru ni watu ambao ni experience na tunaona ambacho wanachokifanya mpaka sasa hivi. Mzamiru kupata injury Simba ulimuondolea confidence na kuleta watu ambao kwa nafasi yake ikawa inamfanya yeye kukosa nafasi ya kucheza, pamoja na maingizo ya walimu hapa na pale. Kwa kila mwalimu anapokuja anakuwa na mchezaji wake ambaye anamtumia, kwa hiyo akawa anakosa nafasi. Lakini Mzamiru kwangu mimi yani beyond reasonable doubt ni mchezaji ambaye ana quality kubwa sana kwa wachezaji wa ndani ambao wanacheza kwenye nafasi yake. Ana uwezo wa kucheza pale kwa muda ambao yeye yani akaweza akacheza na akaiofa kitu timu. Kwa hiyo haina shida, hana shaka katika hilo, na ni usajili ambao wamefanya ni mzuri na unaenda kuwalipa na unaweza kuwasogeza kwenye nafasi fulani katika ligi kuweza kucompete. Ukienda kwenye timu nyingine kama ulivyozungumzia timu za Azam pia wamefanya kusajili kama hivyo, wamemsajili striker ambaye mpaka sasa hivi anaonekana naye ameweza kuofa kitu. Ukienda Yanga wakina Depu bado mimi sitaki kuwapa pressure, lakini still bado wameweza kuiofa kitu, lakini bado haujalipa moja kwa moja kulingana na ule muunganiko wa timu. Unaonekana kuwa haujakaa vizuri, lakini si wachezaji wabaya mpaka sasa hivi tumewaona. Ni wachezaji ambao ni wazuri, wana daraja lao fulani ambalo bado ni mimi siwezi nikalipa daraja la juu, daraja la kati ambalo hata kwa hapa ndani wachezaji wa namna hiyo pia tunao. Lakini wakiweza kujipambanua na kuweza kupambana, basi wanaweza wakafikia daraja ambalo wanaweza likawasaidia pamoja na kuisaidia timu kwa namna fulani. Tuseme tu ya kwamba jiwe ambalo lilikuwa walilikataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni, na hii ndiyo maana ya anachokifanya Nixon Kibabage kwenye kikosi cha Simba Sport Club. Alikataliwa upande wa pili, akajiunga na miamba ya Singida Black Star, akipelekwa tu pale kama miongoni mwa wachezaji ambao walionekana ni wa kawaida, lakini kupata kwake namba kwa mwalimu Steven Becker kumemongezea uwezo na maarifa makubwa zaidi ya kufanya kazi kwenye eneo lake la ulinzi. Lakini sio huyo tu, NBC Premier League imesheni nyota wengi sana ambao mpaka sasa wanafanya vizuri, ikiwemo Depo ambaye yeye amesajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili, lakini mpaka sasa na mabao 5, akiwemo JJ Ngita wa kikosi cha Azam, naye ana magoli 4, akimzidi Kitamba la Bola ambaye yeye alikuwepo kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Azam. Niseme tu ya kwamba mtazamaji wa Tony Media, tumefikia kikomo kama sio kuweka nukta kwenye kipindi chetu bora kabisa ambacho tulienda kuangalia kuhusiana na NBC Premier League. Mpaka sasa tunaiona wapi na inafikia wapi? Je, nani kubeba ubingwa NBC Premier League au nani kuondoka akiwa ndiye kinara wa clean sheet au top scorer kwenye msimamo wa ligi ya NBC Premier League? Jina langu ni Po Tembo. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Mr. Abduli, lakini pia bila kumsahau alikuwepo Mr. Mbwana. Hawa wote walikuwa naenda kutuchambulia kwa utuo yale yote yaliyokuwa yanajiri kwenye NBC Premier League. Nikukumbushe tu ya kwamba usisahau kufanya jambo la kiungwana kabisa, yani kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare. Usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu, tunapatikana Instagram, YouTube, Facebook, lakini pia TikTok. Hii ni Tony Media. Bye bye.